Kwa nini waombolezaji hawakuangalia sura wakati wa kuaga mwili wa Alibariki Arkadi, mkazi wa kijiji cha Kwara, kata Endakisola na Babati, mkoani Manyara, ambaye alifariki dunia kwa kuuawa na tembo wakati akilinda mazao dhidi ya wanyama waharibifu? Marehemu alifariki dunia alfajiri ya Machi 19 mwaka huu 2025 baada ya kushambuliwa na tembo katika shamba lililopo kijiji cha Gijedabo, kando ya hifadhi ya taifa Tarangire, na kwa mujibu wa kaka wa marehemu ameeleza kuwa hawakuweza kuaga mwili wake kwa kuangalia sura, sababu ameharibika hasa sehemu za usoni. Hii hapa simulizi ya kaka wa marehemu. Mimi naitwa Hassan Thabiti. Kwa jina naitwa Faustini Arkadi na K. Natokea kijiji cha Kwara. Na marehemu kwangu ni mdogo, ni ndugu yangu ambaye ni mdogo. Jina lake kamili anaitwa Alibariki Arkadi. Amezaliwa tarehe 4 mwezi wa 4 1992. Ndio. Na tukio hili la kufikwa na ajali ya mnyama tembo ilitokea ambapo ni tarehe 19 baada ya kutoka kwenye lindo la doria la kulinda mashamba usiku, na hatimaye wakati wa kurejea mida alfajiri alikutana na tembo ambaye alikuwa shambani. Katika harakati hizo alijaribu kumswaga na kumfikisha hatua kadhaa na baadaye kurudi nyumbani. Katika harakati za kugeuka kurudi nyumbani, tembo naye alimrudia akiwa njiani. Kwa akamkimbiza na hatimaye akafika mahali akamkamata, kumshambulia hapo na hatimaye kifo chake. Na tukio la kutambulikana ilitokea asubuhi baada ya mmoja wa wenzake ambao walikuwa kiwinda usiku alimkuta katika pembezoni mwa njia akiwa tayari ameshafariki kwa shambulio hilo la tembo. Kwa hivyo utambulisho ulionekana kwa maana ya yale majeraha aliyopata pamoja na nyayo za mnyama usiku tembo. Kuumia kwake hasa sehemu za hapa kwenye taya, manake pembe ilipita hapo kwenye taya na kutokezea upande wa pili, na baadaye kwenye sehemu za tumbo, mbavu, kwa kiujumla sehemu za usoni waliumia zaidi. Na maana pembe iliingia yani taya la huku ikatokea taya upande wa pili. Yeye huwa anajishughulisha na kilimo, na kwa vile shamba lipo mbali kidogo, liko karibu na hifadhi, kwa hivyo akihusika sana katika kuwinda wanyama, yani kuzuia wanyama wasiharibu mazao. Kwa hivyo kwa nyakati za usiku huwa ndo anafanya hizo shughuli. Hivyo hata kukutwa na ajali hiyo ni katika harakati za kufanya kulinda mali. Yani analinda mali yake au ya kijiji? Yani kwa wanakijiji wanafanya kazi za kushirikiana kwa zamu nyakati za usiku katika swala la lindo. Kwa hivyo siku hiyo imekuta ndo siku yake ya zamu, ndo akutana na mnyama huyo. Ni shamba la familia, alitoka kwenye lindo ambalo sio la shamba la familia, ni eneo pali kidogo na shamba la familia. Kwa hivyo doria inapofanyika, manake wanafanya doria kwa maeneo yote, mashamba ya wanakijiji wote kwa ujumla. Kwa hivyo hata ni pamoja na kwake. Kwa hivyo wanapotoka, wanapokuwa porini, manake wanazuia wanyama wasishambulia mashamba ya wananchi kwa ujumla. Na yeye yani amefanya shughuli kwa muda gani? Yani ni mkulima kwa muda gani? Ndio, kule shamba lilikuwepo tangu ni kitambo kidogo, lakini baada ya kuoa mwaka 2018 alihamishia familia karibu na shamba huko, ndiko akaweka makao yake huko karibu na shamba. Kwa hivyo naye alikuwa na sehemu pia katika ile eneo la shamba la kifamilia, sehemu ambayo yeye anaimiliki kwa mahitaji ya familia. Namna kukabiliana na wanyama wale ni
Kuna maelekezo ambayo huwa wakulima wanapewa namna ya kujikinga, ikiwa ni pamoja na vifaa maalum vya lindo, hasa tochi, filimbi na kadhalika, ambavyo ndo pamoja na tahadhari ya hatari ikiwa mnyama anaonesha ishara ya ukali. Kwa hivyo hilo limetokea, ni tembo alikuwa akipita akakutana naye njiani, kwa hivyo hata ndo ajali ilipotokea. Lakini kwa hiyo yawezekana hakuwa na vile vifaa, kwa maana mmesema kuna alikuwa na vifaa, hasa tochi alikuwa nayo na mengine. Na hilo eneo mlikuta nini hapo? Ambapo huyo alisema alifika, hilo eneo mlikuta nini? Zaidi ya ajali ya mtu, hakuna kingine ambao ni ishara, na namna mwili wa mtu ulivyoshambuliwa ilionyesha kwamba ishara ni tembo, kwa sababu ya nyayo zilizotumika za kukimbizana na mnyama. Lakini yani akuharibiwa sana sura kiasi cha kutokujulikana. Ametambulikana, yani sura yake ilionekana, japo imeharibiwa, lakini haikufikia kiasi cha kutokuonekana au kutambulikana. Nafikiri ninachoweza kuwashauri maafisa wa wanyamapori ni kwamba waendelee kutoa elimu ya kiwango cha juu, hasa uelewa namna ya kukabiliana na wanyama hatari, na hasa pia kwa maeneo ambayo ni hatarishi zaidi wawe karibu zaidi na wananchi wa maeneo hayo ili kupunguza maafa. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Kiwa, mkazi wa kijiji cha Kwara, kitongoji cha Kwara. Msiba huu umetokea tarehe 19 Jumatano asubuhi. Asubuhi ndo nilipewa taarifa na mwenyekiti wa kijiji. Akanipigia simu akaniambia, bwana mwenyekiti, kuna kijana mmoja wa kwa Alikadi amefariki, amewawa na tembo. Baada kusikia hizo taarifa, tukaenda hapa nyumbani. Tulipofika hapa nyumbani tukaenda kule kwenye tukio, ila kwenye tukio mimi sijafika. Nilikuwa shambani mimi. Kwa hiyo waliotangulia wameenda shambani mpaka kwenye tukio, wakakuta tukio. Baadaye wakanipigia wakaniambia, mwenyekiti, haina haja ya kuja huku, mwili umechukuliwa. Kwa hiyo wote tusubiri huko nyumbani. Kwa hiyo baada hapo nikawasubiri. Ndio ilivyotokea. Ila kijana ni mkazi wa hapa. Kule yeye ana makazi yake na familia yake. Kule ni shamba, amejenga nyumba huko. Kwa hiyo anaziko hapa kwa sababu hapa ni nyumba ya familia. Mimi kama nilivyopata hiyo taarifa, huyo kijana kwanza kwenye maeneo hayo mashambani, watu wanalinda mashambani. Nilivyosikia kijana huyo alitoka nyumbani kwake usiku, alivyosikia tembo anatembea, akatoka nyumbani kwake akaenda kumzuia tembo asiingie shambani kwake. Kwa taarifa nilizopata, mimi kama kiongozi nilikuwa natamani endapo litatokea tatizo kwamba tembo amemkuta mwananchi kwenye mazingira yake, atendewe haki.